heshima hadi chini. I say vizuri zaidi na zaidi. Mungu akubariki. Na sio wengine ni mchungaji Given pamoja na binti yetu Neema. Sio muda mrefu watakuwa Mr. and Mrs. Asipotokea mtu akasema Neema alikuwa kwangu au Given alikuwa kwangu, lakini nina imani hata kuwepo, maana siku 21 zimeisha. Nina imani atanyamaza milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Yesu asifiwe. Amen. Fungu letu kuu linatoka katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 27 mpaka 28. Tunasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana wabariki. Amen. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na ulinzi. Baba mbinguni, katika tukio hili takatifu tunakusihi tupate kutamalaki mfalme wa amani. Baba wako mtakatifu azidi kutuongoza na mtumishi wako roho katika kusimama, atie nguvu na nuru yako ya uso wako ipate kuonekana mahali hapa. Ndivyo tukuomba kwa imani kupitia jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafuraha sana kuwa pamoja hapa katika kanisa hili la Mji Mwema. Na kwa maana hiyo nipende kuwakaribisha wote katika shughuli hii ya leo. Labda niulize kama kuna viongozi wa serikali walioko miongoni mwetu. Viongozi wa serikali? Asante, labda watakuja baadaye. Labda niulize kama wapo viongozi kutoka dini zingine, madhehebu mengine. Asante sana, naona bado hawajafika. Lakini kwa ukaribisho maalum nipende kualika wazazi wa bibi harusi popote walipo wasimame. Wazazi wa bibi harusi. Asante sana. Wale walioambatana nao pia wasimame. Jamani, nasemaje? Mungu awabariki sana. Karibuni. Lakini pia nikaribishe wazazi wa bwana harusi popote pale wasimame. Asante sana. Walioambatana nao msimame jamani. Jamani, nasemaje? Asante sana. Barikiweni, mnaweza kukaa. Lakini pia nipende kuwakaribisha kwaya maalum, kwaya ya Ngongogare. Jamani, si wamependeza? Hebu simameni jamani. Kwaya ya Ngongogare, karibuni sana. Tulishaanza kuonja mambo yenu mazuri, mbarikiwe sana. Yani kwaya yenye vipaji vizuri sana kutoka kanisa letu ambalo ni kanisa mama. Mchungaji huwa anapenda kuliita, hebu ile jina linaitwaje? Ngongogare Central. Hii ndio Central jamani. Mambo ndio hayo. Given kama nilivyoambia, Given mtoto wa Kikinga kutoka Mbeya. Yeye ni mwanachuo, anasomea uchungaji, teolojia. Na Neema, naomba sasa usimame na wewe. Ukiwa umesimama hivi. Neema Samuel Paul Tudiek, jina hilo inabidi ulikariri vizuri kabisa. Huyu ni Desi. Ni binti wa Kiiraki. Desi saita. Nasema gadede. Gadeka. Hiyo naambia kuna shida hapa, shida ile. Huyu ni binti wa Kiiraki.
kutokea Babati kule maeneo ya Dogobeshi, na wazazi wa Neema simsimame tu. Sasa jamani, mnasemaje? Mimi naomba kwa heshima mzee Samuel usogea hapo. Huyu mama samani, mama unaweza kaenda pale mzee alipokaa. Wewe mama baki hapo hapo. Wewe ndio kaa upande huo. Mama huyu ndio aende pale, alafu mzee, maana mzee ndiye anayemfuata. Anayemfuata mama. Haleluya. Isinapendeza jamani. Sasa mama bado anakumbuka kwamba baba anatakiwa ukae mkono wangu kulia. Mzee ameshaanza kusahau. Sasa hawa wazazi ya kwamba ndoa ilianzishwa ili iwe baraka kwa mwanadamu. Ni taasisi takatifu ambayo Mungu alimzawadia mwanadamu. Ni zawadi ambayo imekusudiwa ilete kwa mwanadamu. Sasa mwingine nikiongea hivi, wendakao kuna mwingine ndoa yake ni machozi, ni vilio, nasema ni heri gani? Halo? Sikiliza maneno haya. Mchungaji, unapoenda kufunga ndoa, kwanza unatimiza ile kusudi ambayo Mtume Paulo alizungumza Timotheo 1:3 mstari wa 4 na wa 5, kwamba imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Halo? Unaenda kutimiza leo hili kusudi ya kwamba mchungaji, sisi ni tofauti na madhehebu mengine, watumishi wengine tunafuata maandiko yanayosema, nasema ni vema, inakupasa uwe mtu mwenye mke mmoja sasa na utaratibu wa Mungu. Na anasema wazi ya kwamba yeye asiyejua kuitiisha nyumba yake katika Bwana anawezaje kulitunza kanisa la Mungu? Kwa hiyo ilikuwa imekusudiwa watumishi wa Mungu wawe mfano wa kufuata utaratibu wa maisha Mungu aliyokusudia, kuwa na mwenzi, ili kutoka hapo unapoweza kuchukulia nyumba yako kwa namna itakiwayo na namna ya kuweza kuiongoza, kuihudumia, kuilinda. Hii inakuwa ni shule kwako ya kukusaidia kulitunza kanisa la Mungu. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Punde unaenda kuwa mama mchungaji. Unaenda kujifunza namna gani ya kumtegemeza mchungaji aweze kutimiza jukumu lake la kazi ambayo Bwana amempatia. Wewe tu kuwa msaidizi kwa ajili ya maisha kwake. Unaenda kuwa mkono wa kuume wa msaada kwa kazi ya Mungu ambayo Bwana amempatia given. Si tu kwamba unaenda kuangalia watoto ambao Bwana atakuwa amewajalia. Una nafasi pia ya kwenda kuangalia familia kubwa ya Bwana ambayo ni kanisa lake. Utasikia pingamizi lako, kuita kwa ofisini, tukusikilize. Yaani uwe huru kabisa. Inawezekana given ni mume wa mtu. Given ni mume wa mtu na Neema ni mke wa mtu. Si inawezekana? Maisha haya Bwana. Sisi tunataka kufunga hapa ndo. Kama kuna mtu ananywa mkono, si mwingine sio mkatali na mwingine, kuna mkono wetu. Jua jamaa pressure iko hapo. Tunawaagiza nyinyi wawili mjibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa. Kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote
cha kutokuunganishwa kihalali katika ndoa, basi na aseme sasa. Kama kipengele chochote. Hapana. Wewe ni mjanja sana wewe. Ungeaje sana, shangaa hata sauti yako. Si maji yako karibu. Mtazama kidogo. Sasa. Kuna kipengele chochote? Hapana. Neema. Zako mpaka sauti nishi. Kuna kipengele chochote? Sisi watu wanasikia. Sogeza mikono yako na sauti. Hapana. Amen. Ndio nasemaje? Amina. Sikilizeni. Mjue hakika kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vile ilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na ndoa yao sio halali. Mimi naweza nikafunga ndoa yenu hapa, lakini kama mna makando kando na mmetuficha na mimi nafunga hiyo ndoa yenu haitakuwa halali. Itakuwa halali tu pale ambapo mmefuata taratibu zote. Sikilizeni sasa, ninaomba ndivyo utamke hayo maneno sasa. Ninasoma nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote zidi ya mimi Given Pendani Sanga kuunganishwa katika ndoa na Neema Samueli Dujek. Mnasemaje? Hapa nimependa maana kwa sana ya Given ilitoka. Sasa saa imefika. Haya. Nakuuliza swali. Je, Given namkubali Neema Samuel Dujek kuwa mke wako utakayemuoa halali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndio, nakubali. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wanawake wengine wote ukidumu na Neema Dujek yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndio, nakubali. Jamani, mnasemaje? Sasa ninakuuliza, sema maneno hayo. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Neema Samuel Dujek kuunganishwa katika ndoa na Given Pendani Sanga. Je, Neema, kuuliza swali. Unamkubali Given? Ndio. Pumzi tu. Yaani hata kama unavuta pumzi. Neema anasema unachelewesha. Ameshamaliza yeye. Unamkubali mwanaume huyu Given Pendani Sanga, huyu mkinga akoe awe mume wako halali wa ndoa takatifu kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndio, nakubali. Amina. Asante sana. Tena anafurahi kabisa tabasamu. Au kijana nimefurahi sana. Yaani wanasema kwa furaha na tabasamu kabisa. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na kuacha wanaume wote ukidumu na Given Pendani Sanga siku zote mtakazoishi duniani? Ndio, nakubali. Sema kwa mshikani mkono. Piga hatua mpaka katika jambo la Yesu. Kwa
Asante sana. Mbona unafanya kwa mashaka hivi? Sogeni kidogo. Nataka nidanganye kwamba ndio sogeana. Ndio sogeana kwa. Asante. Sasa naomba hadi na wasii watu wote. Na wasihi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Given Pendani Sanga na kutoa wewe Neema Samueli Dudiek uwe mke wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapo tutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu, na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Kuna mchungaji mwingine huko. Given ananitazama na kuruhusu sasa naweza kumwahidi. Na kuna kuruhusu. Ipendeza. Zamu yako Neema. Na si watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba washuhudie kwamba Rudia tena. Nimekupa ruhusa kurudia. Hii ni siku yako. Na si watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Neema Samuel Dudieki na kutoa wewe Given Pendani Sanga uwe mme wangu halali wa ndoa. Niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote. Katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapo tutenganisha. Kulingana na amri takatifu ya Mungu, na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Amina. Given anasubiri nini? Maneno hadi hiyo na unaweka kumbukumbu. Piga toka kusubiria. Ni zamu yako. Bwana nasema. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe, kwa sababu Bwana Given Pendani Sanga na Bi Neema Samuel Dudiek
wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Nao wameyashuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu. Katika mambo haya wametoa ahadi na kujifunga kila moja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono. Amen. Kwa hali hiyo, mimi mchungaji Daktari David Mpwani wa kanisa la Waadventisti wa Sabato natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1971 kwamba Bwana Given Pendane Sanga na Bi Neema Samuel Dudieki wamekuwa mume na mke. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu peke
achana na mafundisho ambayo mengine ya uongo. Sasa chagua sasa kujifunza neno la Mungu, ndio taa ya maisha yetu rafiki, na linalotupa amani. Achana na mafundisho ambayo mengine ya uongo. Sasa neno la Mungu ndio kweli, litatuweka huru. Soma Biblia ndio kweli, utapata maarifa. Neno la Mungu ndio kweli, litatuweka huru. Soma Biblia ndio kweli, utapata maarifa. Mungu
25 hapa ninakukabidhi cheti pamoja na neema. Ninaomba itunze ndoa hii. Amen. Hii na iwe alama ya kwamba ni agano ulilofanya na neema, agano la milele. Amen. Na kwa msaada wa Bwana endelea kuwa mwaminifu mpaka Yesu atakapokuja. Amen. Leo tarehe 28 mwezi wa 8 2025 hapa Mji Mwema na kukabidhi cheti hiki cha ndoa baina yako pamoja na Given Pendane Sanga, kwamba hili ni agano lako la milele, na Bwana akusaidie uwe mwaminifu, uitunza ndoa yako mpaka Yesu atakapokuja. Amen. Si mchezo. Wewe. Hiyo inatoka chini. Imechunguliwa hiyo. Natoka Marekani. Jamani, harusi nzuri. Wewe unayekatiza pembeni kushangaa. Harusi ni njema sana jamani. Wachungaji, vijana wangu jamani, harusi ni njema. Usikubali kupita mbele. Wewe watahitaji peke yao jamani, wasindikizwe. Hesabu za Mungu hizo, 1 jumlisha 1. Sio 2. Ni 1. Hawa masti walikosea. Walikosea, wana mahesabu hawajui. Sio 1, ni nusu kupisha nusu. Hawajui ngoja kabisa. Ni nusu tu. Shalom. 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 Sogea. Mama. Jamani,
zangu ambao tunasoma darasa moja. Wachungaji, basi naomba msimame rafiki zangu. Mapema iwezekanavyo. Lakini pia wako rafiki zetu ambao walikuwa mamedsi kwa siku ya leo, mabinti ambao wanajali sana, wanatokea kanisa la Ngongongale, wasimame. Mamedsi, yes. Nashukuru sana. Lakini wako groomsmen nao wasimame. Kwa ujumla wao. Yes. Nashukuru sana. Lakini pia wapo rafiki zangu ambao kwa kweli walimtukuza Mungu siku ya leo na wakaimba nyimbo nzuri kwa ajili ya kumsifu Bwana. Lakini katika jambo letu hili nao ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ngongongale Central. Nashukuru sana. Lakini naomba nitambue uwepo wa wanakamati wote, wasimame wapunge mikono. Nashukuru sana. Lakini pia naomba niweze kuwatambua marafiki zangu wote ambao wamekuja hapa, sijawatambulisha wote, nao wasimame wapunge mkono. Barikiweni sana. Naam, basi kwa nafasi ya kipekee sana nichukue nafasi hii kumtambulisha kwenu rafiki yangu kipenzi. Amen. Mke wangu mpendwa. Mke wangu Neema. Huyu ndiye mke wangu kipenzi ambaye katika ulimwengu huu nimemchagua yeye. Yes. Anaitwa Neema. Lakini sijajua kwamba ataitwa Neema Samuel Dudek au ataitwa Neema Given Sanga. Amen. Atamke. Acha kuabudu sana Mungu. Given anataka bibi harusi ajitambulisha, ataitwa nani? Ataitwa Neema Given au ataitwa Neema Samuel Sambole? Neema Given Sanga. Amen. Bila kushurutishwa na mtu, amesema akitabasamu, akicheka kabisa. Kwa hiyo sio kwamba hawapendi watu wa kwao, anawapenda, anawajali, lakini anasema hata nyie mbona majina mnayoitwa sio hayo. Lakini pumzika mamangu. Pumzika. Kwa nafasi ya kipekee sana nilisahau kitu kimoja, lakini yuko mzee wangu wa kanisa, mzee Mlavi. Popote ulipo, uko wapi mzee wangu? Oh, barikiwe sana. Lakini yuko rafiki yangu mchungaji David Mpwani ambaye ndiye mwenyekiti wa jimbo letu hili la TRVF, lakini pia yeye ndiye ambaye Bwana amemtumia kutuunganisha sisi kuwa mwili mmoja kwa siku ya leo. Popote ulipo mchungaji. Oh, haleluya. Asante sana. Naomba niishie hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa Neema, yeye atasemaje? Karibu Neema, ututambulishe wale walioambatana na wewe katika siku ya leo. Karibu. Haleluya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku ya leo. Naanza na utambulisho. Babangu mzazi pale alipo asimame apunge mkono. Babangu mzazi.
Huyo ndo babangu mzazi. Mamangu mzazi popote pale alipo asimame na yeye. Na huyo ndo mamangu. Bibi yangu, mama mzaa baba, popote pale alipo asimame. Na bibi wengine upande wa baba popote pale walipo wasimame. Amen, amen, amen. Hao mabibi hao. Shangazi zangu popote pale walipo wasimame wapunge mkono. Kaka zangu popote pale walipo wasimame wapunge mkono. Dada zangu yaona. Dada zangu popote pale walipo wasimame wapunge mkono. Amina. Madada hao jamani, angalieni wachungaji. Mmeona? Wadogo zangu popote pale walipo. Wadogo zangu. Ndugu jamaa na marafiki wote walioambatana na wazazi kutoka Manyara Dongobesh wasimame wapunge mkono. Marafiki zangu kutoka Free Library wasimame wapunge mkono na ndugu jamaa na marafiki wengine kutoka Arusha wasimame wapunge mkono. Damu walipoamka. Asante. Besti yangu pale alipo simama. Mabesti wote wasimame wapunge mkono. Namtambulisha mume wangu kipenzi. Naye apunge mkono. Mamangu mkubwa. Matron popote pale alipo. Mama mchungaji, mama Mpwani popote pale alipo. Kaka Elikana popote pale alipo. Natambua pia uwepo wa mama Mlavi popote pale alipo apunge mkono. Wapishi wote natambua pia uwepo wenu. Natambua MC pia. Mkono. Mafundi mitambo jamani, amewatambua. Watoto wadogo pia wasimame wapunge mkono waliotusindikiza. Watoto wadogo. Mbarikiwe, asanteni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kwenye keki. Naomba marusi wangu tushuke. Marusi wangu tushuke kwenye keki. Keki. Tusimame pale matron, naomba uende kwenye meza ya keki, wasaidie marusi kuifungua na hatimaye utawapa kisu. Watakata hiyo keki. Na baada ya kukata sijui watakulaje, mimi sijui. Ila wao wanajua atakavyolishana.
tuokoe muda, tuende kwa haraka, manake muda wetu sio rafiki, ila yote yataenda kwa mapenzi ya Mungu. Fundi mitambo, tunaomba uendelee na wimbo. Watakata vipande vidogo vya kutosha midomo yao. Sijui watalishanaje, wao wanajua. Kwa hiyo andaa, wape kisu, wakate, na baada hapo utawakatia vipande vidogo vidogo vya kuwatosha. Hatimaye watalishana, baada hapo utawaambia kinachoendelea. Yes, huo upande ndio unafaa kabisa hapo. Wapatie kisu, wakate. Na baada ya kukata, mato utaendelea kuvipanga vidogo vidogo. Jamani, vigelegele! Au marusu wanajitahidi kukata keki. Unajua, sio siku zote utakata keki. Ya leo iko tofauti. Kwa hiyo lazima waelekezwe na matron. Jamani, vigelegele! Inapendeza. Na baada hapo matron fanya haraka kidogo, marusi walishane, na baada hapo tutaona nini kinafuata. Chap. Aisee, keki aliyeitengeneza Mungu ambariki zaidi. Hiyo kala iliyoweka ni kala unique, nzuri, karoti safi, isiyokuwa na waa. Sasa bwana harusi, sijui utachukuaje keki, sijui kwa design gani, ila wewe wajua. Utachukua kipande, utamlisha mkeo. Sijui mtalishana wote wawili. Hebu jadilini, mimi sielewi, ila jadilini kidogo. Hivi tunakulaje leo? Mbele za hii like tunakulaje? Chapu. Alafu muamue tunafanya nini? Mapozi hayo. Tulia kidogo. Kwanza tulia kidogo. Pima mapigo ya moyo yako vizuri kwa neema. Yanapigaje? Hebu gusa hapo. Tulia, usiwe na haraka. Asija kadondoka bure. Given, tulia. Twende kazi. Wanaadizana mawili matatu. Wafanyeje? Hiyo imekaa poa. Baada ya kulishana, tutaomba na marafiki zao wakumbushie, manake ndio kwanza hata vijazeeka bado. Hebu na wao wakumbushie. Alafu baada yao tutaona nini kinafuata. Je, nyinyi mlifanyaje? Wadogo zenu wamefanya hivyo, nyinyi mlifanyaje? Tunahitaji kuona. Nyinyi wazoefu kidogo, mnawazidi miezi. Kwa hiyo hebu tuone, nyinyi mlifanyaje? Jadilini. Kumbe mlifanya hivyo. Alinyenyekea hadi mguuni. Jamani, vigelegele! Imekaa vizuri. Sasa tusikilizane. Bwana harusi, utachukua keki moja. Utaenda kuwashukuru wazazi wa neema. Wamekulelea, wamekutunzia, hadi leo umepata chombo kizuri. Hebu katoe shukrani. Chukua keki moja, uelekee upande wa bibi harusi. Ukawakabidhi, asanteni jamani kwa hiki ambacho mmenitendea, na washukuru sana. Na hivyo uwapatie hiyo keki, ishara ya upendo. Najua utapeleka vingi, lakini kwa leo hebu peleka hiyo keki, watambue kuwa umewajali na unawashukuru kwa kukupatia mke mzuri aitwaye Neema. Wazazi upande wa bibi harusi, tusimame kwa ajili ya kupokea keki. Mkwe anakuja kutoa asante, shukrani kwa kile mlichokitenda, kumpatia binti mzuri mrembo. Anawashukuru sana na anasema jamani, asanteni sana.
Mungu awabariki. Pokeeni kwa mikono miwili kijana wenu huyo, unaona, kwa unyenyekevu, na anaongea maneno mawili matatu. Anasema, jamani, Mungu awabariki sana, mmenipatia binti mzuri mrembo. Mungu awabariki sana jamani, vigelegele. Wakati wanarudi, Mato anaandaa keki nyingine, bibi harusi apeleke kwa wakwe zake, akashukuru kwa malezi mazuri ambayo wameyafanya hadi akamwona huyo kijana anafaa kumuoa. Aende awashukuru, na sasa anahamia kipande ya pili. Huko atakuja tu kusalimia. Kwao sasa ni upande ule. Na hivyo naomba wazazi wa bwana harusi waweze kusimama kwa ajili ya kupokea hiyo shukrani ya binti yao nzuri mliyempata katika familia yenu. Najua mama Given amefurahi, amepata mkamwana. We, inapendeza kwa kweli, inapendeza. Anamwangalia, anasema, Given mwanangu, umeletea hiki chombo. Kwa kweli nafurahi. Wanapokea vigelegele jamani, cheki wewe. Heshima hiyo. Wewe cheki, shangazi, mama wamepata binti mzuri, mrembo, mtoto mzuri aliyepanda. Wewe akichanganya wote watakuwa warefu. Hiyo imekaa vizuri. Hizo anatoa asanteni jamani, mmenipatia mme. Mungu awabariki sana. Jana msinge kuwepo, sijui ningempata wapi. Pokeeni jamani hizo shukrani kutoka kwa Neema. Msingemzalia mtoto huyu, angepata wapi? Ameshukuru sana wazazi, ameshukuru sana. Maton, andaa keki nyingine kwa ajili ya kumpongeza mchungaji wetu. Mchungaji ametuhudumia. Ni mchungaji and Mrs. Given wanasema wanashukuru sana. Ingefaa uwe kule field, lakini ukaona ni vyema kuwahudumia watoto walio wadogo, ukaacha shughuli. Wametambua, na ndio maana wako hapo kukushukuru kwa kile ambacho umewatendea. Hiyo ndio heshima bwana. Wewe chezea Neema wewe. Shida yawezekana Given aliona hilo goti akabarikiwa hadi akafia hapo. Chezea hilo goti, si la kawaida. Aiseme kazi nzuri. Tunaenda keki inayobaki. Tunaomba mwenyekiti wa kamati. Mwenyekiti wa kamati pamoja na katibu msogee pale mbele kwa ajili ya kupokea keki yenu. Mwenyekiti wa kamati pamoja na katibu, sogeeni pale mbele kwa ajili ya kupokea keki. Wakati huo tuandae zawadi zetu. Zawadi zetu tutoe ili watu wa Mungu wawe na amani. Hao ni wanakamati wanaenda kupokea keki yao. Wengine keki tutaikuta kwenye buffet jamani. Tutaila hadi tutaacha. Kwa hiyo wanakamati wanaichukua na italika kwenye buffet. Hao maharusi wanasema asanteni jamani kamati. Kikubwa mlichokifanya Mungu awabariki. Na hivyo tumetambua, tunawashukuru sana. Na hivyo tumewapatia keki hii kwa ajili ya kutambua kazi mlioifanya. Mungu awabariki. Keki moja inayobaki, hii ni keki ya maharusi wetu. Wanaenda honeymoon. Unajua hapo wameonja tu wala wajala, maana macho mengi yanawaangalia. Hivyo hiyo keki kwa ajili yao wakiwa honeymoon. Kwa hiyo rafiki au marafiki, jituzeni hiyo keki kwa ajili ya maharusi wetu. Mungu awabariki. Macho, naomba niandalie meza kwa ajili ya zawadi. Zawadi kama hujaniona basi nione kwa ajili ya zawadi. Tutaenda haraka na tutaokoa muda. Wamama wanajipanga na baba akiwa nyuma yao. Wewe chezea wewe. Hao ni wazazi kutoka Manyara. Hao ni wazazi wa Neema.
katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo. Inapendeza, inapendeza. Andaeni uko kwenye msosi. Maombi iwe silaha. Wewe wamejipanga tu. Wazazi, msiondoke, zungukeni hapa hapo ili mchukue picha. Msiondoke, msiondoke. Kumbukumbu hizo. Mimi wako, wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda, nakuenzi. Jipange nyuma yao, ili mchukue picha. Jipangeni nyuma yao ili mchukue picha, wazazi. Jipangeni nyuma yao kwa ajili ya picha nzuri. Umetimia ya kujenga familia. Jipange kwa ajili ya picha, jipange kwa ajili ya picha. Jipange kwa ajili ya picha. Mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Wakati huo Neema panga, unajipanga kwa zawadi yako. Mwekeni Yesu awe kiongozi. Maombi. Haya makameramani, chukweni picha. Muda umetimia ya kujenga familia. Jipangeni vizuri kwa ajili ya picha. Jipangeni vizuri kwa ajili ya picha. Picha. Kumbukumbu hizo. Mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Mibaraka. Jipangeni kwa ajili ya picha jamani, msiondoke bila picha. Yesu awe kiongozi. Maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia. Pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako. Jipangeni kwa ajili ya picha. Tujipange vizuri wazazi, tujipange vizuri kwa ajili ya picha. Tusiwafunike maharusi. Maharusi wawe mbele, sisi tuwe nyuma yao. Maharusi wetu wawe mbele, sisi tuwe nyuma yao. Maharusi wetu wawe mbele, sisi tuwe nyuma yao. Tabasamu. Kanuni ya kuishi. Hizo ni picha adimu. Kama tayari fundi mitambo, please. Kwa vile msiondoke haraka jamani. Tumetambua uwepo wenu na tumetambua zawadi zenu na tumetambua kujali kwenu. Mungu awabariki. Sasa kwa vile tukitoka hapa tunaelekea kwenye maakuli, naomba tuombe chakula. Sawa Tuombe. Tukipita hapa, usipite pale, elekea kwenye buffet ya chakula. Usije kaenda una njaa afu kalaumu. Tuombe. Baba mwema, Baba mtakatifu, Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunashukuru kwa sherehe ya leo. Tunashukuru kwa chakula ambacho umetupatia katika masaa ya jioni. Tunapoenda kukishiriki, kakibariki. Na wale ambao wamekiandaa wabariki pia. Watakapoenda kukitumia, ndugu zetu na marafiki zetu na wazazi wetu wakapate nguvu na afya ya kuweza tena kuwasafisha katika masaa yote watakayosafiri na kufika nyumbani. Yesu, tunaombea safari yao ikawe safari ya usalama na wafike salama, na mwisho tukalitukuze jina lako. Ndivyo tunavyoomba katika jina lake Yesu. Amen. Karibuni kwa chakula. Msiondoke bila kula. Amina. Karibu kwa zawadi. Tunaendelea na zawadi. Mnaweza tu mkaendelea. Mwenyekiti huyu anawaelekeza pa kwenda. Kwa hiyo mnaweza mkaenda. DJ wapeleke wapi? Amina, karibu kwa zawadi. Manake na wewe ni mmoja wapo katika hao. Karibu kwa zawadi. Amina. Naona Amina yuko tayari. Nakaribisha wana wa kike kutoka Mji Mwema. Wana wa kike kutoka Mji Mwema. Karibuni kwa zawadi. Wana wa kike kutoka Mji Mwema. Wakati huo
ya zawadi yao. Na baada ya kanisa, kwaya ya kanisa kutoka Ngongare. Tuokoe muda. Wana wa kike kutoka Mji Mwema. Umemrekodi mwanangu. Naona tena kukula wewe. Wana wa kike hawapo. Kwaya ya kanisa Ngongare. Baada hapo kanisa Mji Mwema. Hiyo ni kwaya ya kanisa Ngongare. Sana nayo. Sikia. Sana nayo tu. Sana nayo. Katika giza na upweke, katika kujifunza kuamini, chukua mengi tukubongo, uende moyo upate, chukua usukani. Chezea kwaya wewe. Utajifunza maji ukiwa kwenye kwaya. Upendo ukiwa umepiku yote, moyo ukitaka, moyo upetaka, ukapenda. Ni mwanga katika giza na upweke. Kuna roho hata mimi haziwezi tosha kueleza. Upendo ukiwa umeshinda tabasamu katika shukurani. Swaziso ishara ya raha, twainua bendera ya pendo. Taratibu tunakanyaga kwa raha, baraka tunatamkia. Muungano huu Mola awalinde. Kuna raha hata mimi haziwezi. Hiyo ni kwaya. Na baada hapo hiyo kwaya nimepata wazo. Mama wa bibi harusi na mama wa bwana harusi watakuja hapa mbele. Kuna zawadi yao kutoka kwa wana wa kike. Picha jamani. Picha. Kaeni nyuma hapo, picha itoka vizuri. Pangeni mstari vizuri. Mifupi lakini yenye maana. Picha. Malkia wa moyo wangu, kila siku nawe karibu, najawa na hamasa baby, wanikamilisha. Mama wa bibi harusi kuja hapa mbele pamoja na mama wa bwana harusi, na wahitaji hapa mbele. Chapu, chukua chakula tuza. Chapu. Imani jengeni ndugu. Harusi oye! Sisi kama wanakwaya wa Ngongongare tumeweka hapa kitita. Lakini katika kitita hiki maharusi wetu mnunue kwanza kiberiti. Msije mkaazima kiberiti mapema hii. Bwana awabariki sana, ndio wenu iwe njema. Wasiazime kiberiti. Wanajibu wasiazime. Mama wa bwana harusi, mama wa bibi harusi hapa mbele. Chukua tu chakula chako kiweke mahali. Mama wa bibi harusi, mama wa bwana harusi, karibuni hapa mbele. Wazazi wa bwana harusi, karibuni kwa zawadi. Umeme umekosekana jamani. Umeleta noma. Na baada ya zawadi atapata wana wa kike Mji Mwema. Wakimaliza wana wa kike Mji Mwema. Na baada ya wana wa kike classmate wa bwana harusi. Kae kwa nyuma tupate picha. Jamani, vigelegele midomo
Simamisha pale. Wanahitaji kuwasawadia hawa kina mama wamefanya Au mbwa kapita. Mbwa kapita huyu nakwambia. Tunahitaji kusikiliza mahusia machache kutoka kwa mama mmoja, mama Mlavi, ana jambo la kusema. Karibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikilizeni jamani, msikilize. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mama yake Neema na mama yake Given, tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu kuwaleta hawa vijana duniani na kuwalea, na leo wametukusanya hapa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Jamani, Mungu awabariki. Na hivyo tumemaliza. Haya, tunaenda kwa zawadi. Amina Panga karibisha Mbaga kwa ajili ya zawadi yake Mbaga, na baada hapo kanisa tutakuwa tumefunga eneo letu la zawadi. Classmates, karibu. Hao ni maclassmates hao. Waangalie vizuri jamani. Hao ni maclassmates hao. Tamkao. Kaza ndugu yao kwa kupata jibu. Ndio mwanangu na telefoni. Uza sura mwanangu. Nishauza sana na channel yangu. Hao ni maclassmates hao. Hao ni maclassmates hao. Picha. Picha. Haya, picha jamani.